Mtazamaji wa Matukio Daima kwamba hiki ni chuo kikuu Ruku. Chuo hichi bwana kinapatikana mkoani Iringa, ndani ya manispaa ya Iringa, na ni moja kati ya vyuo ambavyo vimekuwa vikifanya vizuri zaidi katika tasnia ya elimu. Unapomleta mtoto ama unapomleta kijana wako ama we mwenyewe unapoamua kutafuta chuo bora nchini Tanzania, basi hutaacha kuzungumzia chuo cha Ruku. Sasa chuo hichi kina historia yake. Moja kati ya historia ya chuo hichi ni pamoja na kuwa chuo ambacho kipo katikati ya mji, chuo ambacho kina mazingira bora kabisa ya kujifunzia na kufundishia, chuo ambacho kimekuwa kimbilio ya Watanzania walio wengi, na hata watu waliopo nje ya Tanzania wamekuwa wakisifia sana chuo kikuu cha Ruku, ambapo kimekuwa kitoa elimu bora zaidi. Sasa kupitia kipindi hiki cha Tanzania Leo, tumeona kwamba ni vyema tukusogeze katika chuo kikuu cha Ruku ili kuweza kufahamu chuo hichi kinafanya nini, hasa ukiangazia kwamba sasa hivi ni wakati wa udahili wa wanafunzi. Wanafunzi wengi wamekuwa wakitafuta chuo bora cha kuweza kujiunga. Kwa nini mwanafunzi aje ajiunge katika chuo hichi cha Ruku hapa Iringa? Mimi ni Francis Godi, lakini ninaye hapa ofisa habari wa chuo hichi. Karibu sana, kitambulisho. Asante. Mimi naitwa Mauna Chumabelis, ni afisa habari na mahusiano wa chuo kikuu Katoliki wa Ruku. Chuo hichi bwana kinapatikana mkoani Iringa, ndani ya manispaa ya Iringa, na ni moja kati ya vyuo ambavyo vimekuwa vikifanya vizuri zaidi katika tasnia ya elimu. Unapomleta mtoto ama unapomleta kijana wako ama we mwenyewe unapoamua kutafuta chuo bora nchini Tanzania, basi hutaacha kuzungumzia chuo cha Ruku. Dunia ya sasa hakuna mahali ambapo utafanya shughuli bila kuhusianisha sayansi, teknolojia, na ndio maana program kama data science ni programu ambayo watu wanapoisikia artificial intelligence, kwa maana AI imekuwa maarufu sana, AI. Sasa unapozungumza AI kwenye data science ndani ya chuo chetu, hiyo ndio programu ambayo mwanafunzi anafunzwa ni namna gani AI inafanya kazi na uitumieje AI, na mwisho wa siku manufaa yake kwako msomaji, mtumiaji, na hatimaye kwa mawanda mapana ya taifa na kujiingizia kipato. Chuo Kikuu Katoliki Ruaha na utofauti wa vyuo vingine, sisi tunasema cha kwanza tunamshauri mwombaji. Tunamshauri yoyote ambaye amehitimu kidato cha sita. Sasa hivi kuna changamoto ya vijana wetu wamehitimu, hajui asome nini, asome wapi. Kinachopatikana mkoani Iringa, mjini kabisa ya mji wetu wa Iringa, na chuo ambacho kimejipambanua kuhakikisha ya kwamba kinatoa elimu kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema, elimu ni chanzo cha maisha. Tungetaka kuweza kufahamu sasa aina ya kozi ambazo zinatolewa katika chuo hichi. Chuo Kikuu Katoliki Ruaha hakitoi tu kozi, kwa maana ya programu zetu ambazo tunazitoa. Programu zetu ni programu ambazo kwanza zinafanyiwa tafiti ya kutosha, na zikishafanyiwa tafiti ndio wakati sahihi sasa ni programu gani soko linahitaji. Kwa kile ambacho soko linahitaji na waajiri wanahitaji ndicho ambacho kinatolewa kwenye Chuo Kikuu Katoliki Ruaha. Ndio maana utaona kutokana na mabadiliko ya sayansi, mabadiliko na ukuaji wa sayansi na teknolojia, Chuo Kikuu Katoliki Ruaha tuna programu ambayo ni programu mahususi kabisa, inaitwa programu ya computer science, tuna programu ya software engineering, tuna programu ya data science, tuna programu ya information technology. Hizi programu utajiuliza kwa nini? Kwa sababu dunia ya sasa hakuna mahali ambapo utafanya shughuli bila kuhusianisha sayansi na teknolojia, na ndio maana program kama data science ni programu ambayo watu wanapoisikia artificial intelligence, kwa maana AI imekuwa maarufu sana, AI. Sasa unapozungumza AI kwenye data science ndani ya chuo chetu, hiyo ndio programu ambayo mwanafunzi anafunzwa ni namna gani AI inafanya kazi na uitumieje AI, na mwisho wa siku manufaa yake kwako msomaji, mtumiaji, na hatimaye kwa mawanda mapana ya taifa na kujiingizia kipato. Lakini hatuko katika programu hizo tu za sayansi. Tukijikita kwanza kwenye hii program ya AI, kwa kiasi gani kwamba watu wengi wamekuwa wakipenda kuweza kuitumia, lakini pia wamekuwa wakijiunga na kozi? Kwanza ni kozi ambayo wanafunzi wengi sasa wanaikimbilia kwa sababu ndugu mwandishi, utakubaliana na sisi ya kwamba hata wewe mwenyewe kila mmoja anatamani kujua hii artificial intelligence, akili unde, inafanyaje, ninawezaje kuitumia. Kwa ni sehemu pekee ambayo kupitia programu yetu ya data science ndio programu ambayo itamwezesha ni kwa namna gani anaweza kutumia teknolojia pamoja na taarifa. Ndio maana inaitwa data science. Hizi taarifa namna gani unaweza ukaielezea
mifumo mbalimbali au teknolojia mbalimbali, unaipa nini na ikupe majibu gani. Ndiyo maana ya data science. Kwa huku watu wengi wanaifahamu maarufu kama AI. Lakini kwenye AI humo msingi wake ni program hii ambayo inaitwa data science. Kwa hiyo ni sahihi zaidi, ni sahihi na kwa wakati sahihi, kwa sababu vijana wetu, jumuiya, wazazi pamoja na taifa letu kwa ujumla, ni program ambayo inahitaji, kwa sababu pia inafundishwa kwa weledi. Sio tu afundishwe unatumiaje, si tu unatumiaje, matumizi yake yakoje, na mwisho wa siku ni faida gani unaweza ukazipata kutokea kwenye matumizi ya program kama data science. Sasa mtazamaji, kwamba hiyo ni moja kati ya program muhimu zaidi ambayo inatolewa hapa Chuo cha Ruku mkoani Iringa, na programu hii kwamba si tu kwamba unaweza kuitumia, unaitumiaje kupa matokeo chanya, lakini pia baadhi yao wamekuwa wakikwepa matumizi ya akili hunde. Lakini akili hunde ni moja kati ya teknolojia ambayo inakuja kuweza kumrahisishia mtu kuweza kufanya vitu vyake, ni vile ambavyo utakavyoitumia. Ni sana wengine wanakuambia bwana, unywaji wa pombe ni hatari kwa afya yako, lakini unakunywa pombe kwa kiasi gani? Hata ulaji wa chakula pia ni hatari kwa afya yako. Ukila sana, ukivimbiwa, kwamba inaleta madhara. Lakini sasa wao chuo kikuu cha Ruku hapa wameamua kuweza kuitumia hii akili hunde kuweza kuhakikisha kwamba mtu anaitumia kwa manufaa zaidi, na ndio maana ukiona sasa hivi hata Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia ikihamasisha zaidi matumizi ya akili hunde, lakini kwa faida. Sasa hebu tuangalie ni faida zipi ambazo mwanafunzi ambaye atachagua kozi hii anaweza kuzipata. Mmoja, itamwezesha yeye kuweza kutumia teknolojia katika eneo lake husika. Kwa mfano, tunaposema data kwa maana ya taarifa, wewe ni mwandishi wa habari, unahitaji taarifa zako mahususi zinazohusiana na eneo lako la habari. Huwezi ukachukua taarifa za afya ukazitumia katika sekta yako ya habari, au vinginevyo maana yake umemtafuta mtaalamu wa afya akupe taarifa. Na ndio maana leo utaona ukienda hospitalini unaweza ukauliza, watu wanasema mbona siku hizi naweza nikajitibu kupitia teknolojia. Unauliza najisi maumivu nini? Kwa sababu tayari taarifa zimeshawekwa katika mfumo ambao sasa anayeumwa kichwa, hizi ni dalili ambazo zinamwambia. Kwa zamani tulikuwa tunaambiwa dalili ya mtu ukiona ukimshika kwenye shingo ukaona joto, tulikuwa tunaambiwa ni homa, mpeni Panadol. Hiyo ilikuwa ni zamani, lakini leo hii kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, tunasema fani mbalimbali, kada mbalimbali zinalishwa taarifa stahiki. Kwa wewe kama ni mwandishi wa habari, unaponihoji hapa, uliandaa kipindi hichi, unataka kunihoji maswali gani? Huna haja wewe kuwepo wakati mwingine. Kwa hiyo unaweka tu katika namna ambayo teknolojia itakuwa inakusaidia. Ni unapofika hapa, wewe unakuwa huko mahali, teknolojia inakusaidia. Unaitwa, kwa sababu unajua kabisa ninafanya kipindi lazima nijitambulishe. Kwa hiyo itajitambulisha, mimi ni Matukio Daima. Anayefanya ni nani? Ni Francis Godwin. Okay. Anayefuata baada ya hapo, kinachofuata baada ya hapo lazima aulizwe ambaye anaujiwa. Kwa mfumo, kwa maana program hii ya data science inakuongoza sasa, kumbe katika kila fani, katika kila kada, katika kila maeneo mbalimbali ya taaluma, data science inatumika. Iwe ni hospitali, iwe ni kwenye masuala ya biashara, iwe kwenye masuala ya vyombo vya ulinzi na usalama, bado akili ya data science inatumika. Kwa kumbe ni program ambayo kila mtu mwenye vigezo anatakiwa kuja kuisoma na kujua kwamba mtu huyu anapotoka ni mtu wa muhimu kwenda kutumika katika kada fulani. Ndio maana wakati mwingine ukiangalia kwa dunia ya sasa, ukifika kwenye huduma kwa wateja, kwa mfano nitakupa mfano mdogo, ukipiga namba unakwambia bonyeza 1 kwenda kupata huduma fulani, bonyeza 2, na ukifika kule unapata maelezo yote. Kwa mfano kama ni swala la fedha, unaambiwa swala la fedha bonyeza 4. Ukibonyeza 4 inakupa umepoteza fedha zako, bonyeza 5. Kupata maelekezo namna ya kurudisha muamala uliokosea, bonyeza kadhaa. Sasa zile ndio tunazungumza data science yenyewe sasa. Kwa kumbe ule mfumo, ile huduma ambayo ulitakuwa upate nafasi uongee na mtu wa huduma, zimelishwa taarifa ambazo taarifa zinamsaidia
mteja na kupata huduma ya moja kwa moja. Na sisi hicho ni kitu ambacho tunajivunia pia. Sisi ukitembelea sasa hivi website yetu kuna kitu kinachoitwa Ruku Rafiki. Huna haja tena ya kuhangaika kupiga simu fika tu pale kwenye tovuti yetu. Ukifika kwenye tovuti utaingia www.ruku.tz.tz, uliza swali lolote. Kwa nini? Kwa sababu tumeipa taarifa ili kumrahisishia mteja anapotaka huduma ambayo sasa ndo tunasema ni habari ya mjini. Lakini pia kupitia Ruku Rafiki kwamba inamsaidieje huyu sasa mtaka huduma ndani ya chuo cha Ruku kuweza kupunguza matumizi ya gharama ambazo si za lazima. Kwa mfano, ni dhahiri bin shairi sasa hivi mtu akikupigia simu huwezi kupokea. Kwa nini? Kwa sababu uko kazini, uko kwenye kipindi. Mimi ninavyokuambia hapa, sisi mwanafunzi aliyeko popote anaendelea kupata huduma. Kwa nini? Akiingia kwenye Ruku Rafiki pale akauliza nimepata ufaulu kwa mfano CE. Nina division 3 ya point 14. Ninasoma kozi gani? Ruku Rafiki anaangalia, atamuuliza, wewe hiyo division 3 ya point 14 ni ya kombi gani? Vigezo katika kombi hii, combination uliyosoma unaweza ukasoma kozi hizi na hizi na hizi. Na vigezo vyake ni hivi na hivi. Lakini pia ada yake ni hii. Unafanyaje maombi? Kufanya maombi ni rahisi, unaweza kufanya kwa njia hii. Kwa Ruku Rafiki imemrahisishia mteja wetu na si tu mwanafunzi. Kwa mfano kuna mtu anahitaji kuja kuonana na makamu mkuu wa chuo. Ninapataje mawasiliano na mkuu wa chuo? Akiingia kwenye Ruku Rafiki itamuongoza kwa njia ya email au kwa njia ya mawasiliano, atapata huduma hiyo. Lakini haitoshi, wazazi wengi wanataka kujua kwamba ratiba ya masomo kwa watoto wao zikoje, wamemaliza mitihani na wanamaliza lini. Ruku Rafiki kwa sababu imeshawekewa taarifa za kutosha kuhusu chuo chetu, mzazi mwenyewe anaweza akajua kabisa mtoto wangu anafanya mitihani lini na anamaliza lini. Lakini haitoshi, mchanganuo wa ada wote ungetupigia simu tukaanza kueleza ada ni shilingi 1,400,000 na ada hii inalipwa kwa awamu 4. Awamu ya kwanza ni kiasi kadhaa. Wewe unaweza ukaona kwa haraka inachukua muda, lakini kwa Ruku Rafiki inakupa taarifa ndani ya sekunde, unapata taarifa zote. Kwa hii ni inatokana na haya yote ni mabadiliko ambayo yanatokana na programu zetu za sayansi ambazo tunazitoa, ambazo zinakidhi sasa mahitaji. Tunaona kile ambacho kinachohitajika kwa jamii yetu au kwa wateja wetu. Kwa hivyo kwamba nyie mmeweza kuitumia sayansi kwa ajili ya manufaa ya chuo zaidi. Manufaa ya chuo lakini na umma. Nadhani hapo ili niwaondoe hofu. Ukienda kwenye Ruku Rafiki hata ukiuliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakwambia. Ukiuliza kwa mfano Tanzania ilipata uhuru mwaka gani, itakwambia. Kwa nini? Kwa sababu tumeona kwamba ni sehemu tovuti yetu si kwa ajili ya jumuiya ya Ruku tu, ni kwa ajili ya Watanzania wote. Lakini pia ni kwa ajili ya yoyote aliyeko ndani na nje ya Tanzania. Na bahati mbaya au niseme bahati nzuri ni kwa lugha zote. Kwa hiyo ukitaka ukiuliza kwa Kifaransa itakujibu. Ukiuliza kwa Kiswahili chetu, kwa Kiswahili fasaha kabisa, lakini pia ukiuliza kwa Kiingereza itakupatia majibu. Sasa ni kiee tu asije akafika ndugu zangu Wanyaru wakaanza kusema Kamwene. Haiwezi. Inaweza kujibu kwa sababu kuna baadhi ya taarifa ambayo tumeipatia kwa sababu sisi tunapatia kana mkoani Iringa. Mtazamaji, kwamba tunaona moja kati ya manufaa kuweza kujiunga na chuo hichi kikuu cha RUA ama alimaarufu Ruku, na moja kati ya kozi ambayo tumeweza kuizungumzia matumizi sahihi ya akili hunde, na tunaona kwamba kupitia akili hunde kwa kiasi gani ambapo wameweka taarifa muhimu za kuwezesha wewe kwanza kufahamu juu ya chuo cha Ruku, lakini taarifa zote ambazo labda ungeweza kufunga safari kutoka mkoa A kuja mkoa B ungeweza kutumia gharama kubwa, wao wamekurahisishia sasa unazipata kiganjani kwako kupitia hii tovuti ya Ruku Rafiki. Lakini Ruku Rafiki imehusisha pia na somo la tehama kuhusiana na swala zima taarifa muhimu ambazo unaweza kuzipata na mambo muhimu kwa ajili ya taifa lako, si tu chuo lakini pia juu ya taifa lako unaweza ukapata kupitia Ruku Rafiki. Sasa hii ni moja kati ya kozi moja tu. Kozi nyingine ambayo kijana kama mtu yote atakayejiunga na chuo hichi anaweza kaipata kwake ni rafiki zaidi.
Ruku pia kama nilivyosema, programu zetu tunaangalia soko na uhitaji soko pamoja na uhitaji wa jamii na kile ambacho kinahitajika kwa sasa. Kwa mfano tuna program zetu za afya. Kwa mfano tuna program ya mpya kabisa Bachelor of Nursing ambayo tulianza kuitoa tangu mwaka jana. Programu hii inawawezesha, ni program ya afya kama inavyojieleza, ni Bachelor of Science in Nursing, lakini pia tunazo program kama Laboratory Sciences, tunazo program kama Clinical Medicine, tuna program kama Environmental Health Sciences, tuna program kama tunaziita Clinical Medicine, Nursing na Midwife. Hizi zote ni program za sekta ya afya. Na hapa ndipo ambapo unakutana na kile tunachosema jamii yoyote lazima ipate afya. Ni jambo la msingi kwanza. Ndio maana tunafundisha nini? Tunafundisha watu ambao tunahitaji wawe na afya iliyo bora. Kwa kama watu ambao wako afya iliyo bora, maana yake mojawapo ya programu zetu ambazo tunazitoa ni zile ambazo zinahusika na masuala ya afya. Ndio maana tuna programu zetu hizi kama nilivyokutajia Bachelor of Nursing. Kwa hiyo ni programu ambazo mwanafunzi ambaye atafanya maombi Chuo Kikuu Katoliki Ruaha akimaliza, either anahitaji kujiajiri mwenyewe au kwa haraka soko la ajira linamhitaji. Kwa hiyo kama tulivyosema, sisi tunaangalia pia soko. Lakini pia tuna programu zetu za biashara kama Bachelor of Business Administration, tuna program kama program za Bachelor of Business Administration kwenye accounting, tuna program zetu za diploma ya Business Administration, program na Bachelor of Accounting and Finance. Hizo zote ni program za biashara ambazo zinalenga zaidi, pia tukitambua kwamba taifa letu pia lina wadau wengi katika masuala ya biashara na uchumi wa taifa letu unaendelea kukua. Lakini pia tunazo program nyingine kama za elimu, tunaita Bachelor of Art with Education, lakini pia tunayo program ya Bachelor of Science with Education kwenye IT pamoja na Mathematics. Unaweza ukaona program zetu hizo zote wanafunzi wanasoma TEHAMA. Kwa nini? Kwa sababu dunia imebadilika. Kwa hiyo hata anayesoma afya na yeye anapata knowledge ya utumiaji wa TEHAMA. Anayesoma biashara anapata knowledge ya usomaji wa biashara TEHAMA. Hii ni kumwezesha mwanafunzi mwisho wa siku anapotoka asifike kwenye ajira akawa mgeni, hata kushindwa kuwasha kompyuta, hata kushindwa kutumia sekta ile ambayo inamuhusu. Kwa kumbe tumetengeneza programu ambazo zimeundwa kwa namna ambayo si tu inakizi fani husika au kada husika, lakini pia inaweza kwenda katika kada nyingine na zikahusiana. Mfano TEHAMA, na ndio maana wanafunzi wetu wote wanasoma TEHAMA. Lakini pia tunazo programu ambazo ni tunaziita za postgraduate, elimu ya juu, kwa maana ya postgraduate diploma, masters pamoja na PhD. Iringa Ruaha Catholic University ndio chuo cha kwanza kutoa PhD. Hiyo ibaki kwenye kumbukumbu. Chuo cha kwanza mkoani Iringa kuofa program za PhD. Kwa hata kama kitatokea chuo kingine kitafuata, tambua ya kwamba Ruaha Catholic University Ruku ndio chuo cha kwanza kutoa PhD programs ndani ya mkoa wetu. Kwa ni furaha na ni fahari, tunajivunia hilo. Kwa hivi wale ambao walikuwa wakihitaji kuweza kupata PhD hii nje ya mkoa wa Iringa, nje ya Tanzania, kwamba sasa hivi mnawasogezea hapa Iringa. Sio tumewasogezea, zilikuwepo. Ndio maana nasema kwamba kwa mkoani Iringa vyuo vingine vinaweza vikawa vinatoa program za PhD, lakini chuo cha kwanza kutoa PhD ndani ya mkoa wetu kilichoanza program za PhD ni chuo chetu, na ambao wanataka kujiendeleza katika sekta mbalimbali. Na hapa sisi tunazo program mbili, kwa maana PhD ya sheria na PhD ya elimu kwa walimu ambao wanaendelea kubobea katika sekta ya elimu. Ruaha ni sehemu, imeendelea kuwa sehemu yao sahihi kabisa. Lakini pia sekta ya haki, kwa maana ya mahakama, tunayo PhD in law ambayo tumepata wadau wengi na wameendelea kuwa sehemu ya manufaa ambao wameyapata kutoka Ruaha Catholic University. Lakini pia tunazo master. Kwa nini hizi kada mbili ndio mmezenga kwenye hiyo PhD? Kwa sababu pia ndizo ambazo mahitaji yake ni makubwa. Kwa mfano sekta ya haki, lazima upate mtu ambaye kweli amekuiva na anayekupatia huduma amejua. Maana unapomzungumzia mtaalamu ambaye amesoma PhD ya sheria, namna atakavyokuwa na hukumu ni tofauti na yule ambaye ana diploma ya sheria. Kwa hiyo sekta ni Ruaha Catholic University. Lakini pia sekta ya elimu vivyo hivyo, tunajua walimu wetu wengi. Tunajivunia kwamba elimu ndio msingi, na ndio maana tunasema sisi elimu ni chanzo cha maisha. Na tunafahamu kwamba afya ni mtaji. Ndivyo. Na mpango gani kuhakikisha kwamba kwenye afya pia
watu wanapata PhD? Tunaendelea na kama nilivyokuambia mwanzoni, tulikuwa tunatoa ngazi za certificate na diploma, lakini kutokana na uhitaji sasa tangu mwaka jana tumeanzisha programu ya Bachelor of Science in Nursing ambayo mwaka huu itakuwa ni mwaka wake wa pili. Hiyo ni kutokana pia na uhitaji. Kwa kadri tunavyoendelea kukua na uhitaji, tunaendelea kuboresha. Lakini pia kwenye jengo letu la Science Park pale ground floor, kwa maana ya jengo la chini lile, itakuwa ni kituo cha afya. Tunaita polyclinic. Kwa ndani ya chuo kitakuwa chuo pekee ambacho kinatoa huduma za afya ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Maana yake ni chuo ambacho kinafundisha program za afya, lakini pia na kutoa huduma za afya. Na hii kwamba mnafanya kama sehemu ya mafunzo kwa wanafunzi wenu, ama kwamba ni huduma kwa wanafunzi? Itakuwa ni sehemu ya mafunzo ile, wanafunzi kama na huduma za mafunzo wanapata kama kawaida. Kwa maana pia tuna mahusiano na taasisi za afya hapa mkoani, lakini ile itakuwa manufaa kwa wao wenyewe wanapotaka kufanya, tunaita mafunzo kwa vitendo. Lakini pili, itakuwa pia ni faida ya kupata huduma moja kwa moja ndani, lakini pia na jamii ya Wanairinga watanufaika na hiyo huduma. Mtazamaji, ukiangalia sehemu hizi ambazo tumezungumzia TEHAMA, lakini pia hii program ya PhD ya elimu pamoja na sheria, ni moja kati ya mambo muhimu sana katika taifa letu la Tanzania, lakini katika dunia hii. Ukiangalia swala zima la sheria, kila watu wamekuwa na changamoto ya kupata haki. Kuzungumzia haki ndio kila kitu, lakini tunapozungumzia swala zima la afya na elimu, kwamba afya msingi wake ni elimu bora. Sasa kama walimu wanakuwa na elimu bora ambayo inatolewa ndani ya chuo hichi cha Ruku, ni mwanzo mwema kuweza kuwa na madaktari bora. Kama madaktari watakuwa bora, wakaboresha swala zima la afya na elimu huku, ni wajibu sasa utaenda kupata haki bora, na si tu bora, haki sahihi kutoka kwa mtu ambaye amepata PhD ya sheria. Na kama mmesikiliza mijadala mbalimbali ya kitaifa na mijadala mbalimbali ya ndani, swala zima la haki limekuwa likizungumziwa zaidi, lakini wapo ambao wanazungumzia swala zima la katiba mpya. Katiba mpya haiwezi kupatikana kama hatutapata bobezi katika uchambuzi wa nini ambavyo inatakiwa kuwapo ndani ya katiba mpya. Lakini lipo swala zima la dira 2050. Wao kama chuo kikuu cha Ruku wamejiandaaje kuandaa wanafunzi wao, na wao kama chuo kimejipanga vipi kuhakikisha kuwa kinaelekea katika mipango ya taifa ya dira 20 dira 50? Ruaha Catholic University, kama nilivyotangulia kusema mwanzo, program zetu namna ambavyo zinaundwa zinaangalia uhitaji wa soko, na dira 2050 inalenga hasa kupata tunasema rasilimali watu wenye mlengo huo. Kwa sisi unaweza kuona hata program zetu kama nilivyokutajia ni programu ambazo si programu ambazo mwanafunzi akipata atatoka akae nyumbani. Maana yake huyu anakwenda kuhudumia jamii. Na kama anaenda kuhudumia jamii, maana yake tayari anakwenda kutekeleza dira ya 2050. Kama tunatekeleza dira ya 2050, maana yake tumeungana na serikali kufikia kwamba 2050 tuna jamii, tuna rasilimali watu ambayo inaweza ikatoa suluhu kwa zile changamoto ambazo taifa letu linakumbana nazo. Na ndio maana sisi tunaanza kuanzia ngazi ya cheti, diploma, degree, masters mpaka PhD. Maana yake pale ambapo pana mabadiliko yoyote, taasisi yetu iko tayari kuwapokea kwa ngazi ya cheti vijana wetu ambao wameweza kidato cha 4. Yule ambaye yuko pia ni mtumishi anahitaji kujiongezea maarifa ili aendane sasa na mahitaji ya dira ya taifa 2050. Ruaha Catholic University kwa program zetu tulizonazo ndio sehemu sahihi ya kuendana na dira ya taifa 2050. Tumekuwa tukiona katika baadhi ya maeneo, baadhi ya vyuo, mwanafunzi anapohitimu katika vyuo hivyo, badala yake anakuwa mzigo tena katika taifa, kuzunguka na CV zake mitaani, pamoja na kwamba amesomea kozi ya ualimu, amesomea kozi ya ualimu, labda daktari ama biashara, lakini bado
anakosa maarifa kuweza kuanzisha biashara ya kwake. Tatizo ni ruku hii ipo. Tatizo ni mitaala. Kama nilivyosema, mitaala namna ambavyo inaandaliwa haimfanyi mwanafunzi kuweza kupambana na changamoto za maisha. Ndio maana sisi ukifuatilia vizuri kauli mbiu yetu tunasema elimu ni chanzo cha maisha. Elimu ni chanzo cha maisha. Mwanafunzi anayetoka hapa tayari anajua namna gani anaweza akapambana na haya maisha. Maanake amejengwa kwa namna mbili. Akiajiriwa, maadili ni kitu cha kwanza. Na ndio maana wanafunzi wetu wengi swala la ajira kwao ni wengi wanapata ajira. Lakini la pili, anaweza kuiona changamoto na kuibadilisha kuwa fursa. Kwa hapo ndipo ambapo unakuja kuona utofauti wa vyuo vingi na Chuo Kikuu Katoliki Ruaha, kwamba mwanafunzi huyu ambaye amehitimu hapa katika kada mbalimbali, katika teknolojia, katika tehama, katika afya, katika sayansi za jamii kwa maana ya elimu, katika programu za biashara, mwanafunzi huyu anapohitimu kutoka Chuo Kikuu Katoliki Ruaha anaweza kujiajiri na kuajiriwa. Lakini pili, tuna chuo chetu kimejihusianisha na taasisi nyingi za kimataifa, kiasi kwamba wanafunzi pia wanapata fursa ya kuona duniani huko kimataifa ni kwa namna gani dunia inafikiri kuhusu fursa, dunia inafikiri kuhusu changamoto. Kwa mwanafunzi wetu, utakapopata nafasi ya kuwa na mwanafunzi wa Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kwenye taasisi yako au kaajiriwa na yeye, utamuona ni watofauti, kwa sababu afikiri tu kwa mazingira yaliyopo, anawaza namna gani anaweza kuibadilisha ile changamoto kuwa fursa, lakini pia fursa hiyo aipeleke nje ya sehemu aliyopo na nje ya mipaka ya taifa letu. Na chuo hiki sasa kina mahusiano na vyuo vingine vya ndani na nje ya Tanzania? Tuna vyuo vya kutosha Ujerumani, Italy, vyuo mataifa yote tuna mahusiano nayo, na huwa kuna kitu kinachoitwa exchange program. Kuna wanafunzi huwa wanatoka chuoni wanakwenda katika hivyo vyuo, na kuna wakati mwingine watumishi wanatoka chuoni kwenda kuongeza maarifa, lakini pia hata wenzetu kutoka nje huko wanakuja kujifunza kutoka Tanzania. Okay. Kwa kweli mtazamaji ambao unatazama kwamba kipindi ni Tanzania Leo, lakini pia tunaangazia Chuo Kikuu cha Ruaha Catholic hapa mkoani Iringa almaarufu RUCU, namna ambavyo kimekuwa kikitoa elimu zake na namna ambavyo wewe unaweza ukajiunga na chuo hiki. Sehemu ya mwisho tutakwenda kuweza kuangalia namna sasa ya udahili wa wanafunzi. Tunaona vyuo vingi kwamba wapo katika kampeni ya kupokea wanafunzi. Chuo Kikuu cha RUCU mmejipanga vipi kuona wanafunzi wanajiunga na chuo hiki? Kwanza, wazazi, wanafunzi ambao wamehitimu kidato cha 4 na kidato cha 6, walezi pamoja na wadau wote wa sekta ya elimu. Chuo Kikuu Katoliki Ruaha na utofauti wa vyuo vingine, sisi tunasema cha kwanza tunamshauri mwombaji. Tunamshauri yoyote ambaye amehitimu kidato cha 6. Sasa hivi kuna changamoto ya vijana wetu wamehitimu, hajui asome nini, asome wapi. Sehemu pekee ambapo anaweza kupata ushauri sahihi, hata kama si kusoma chuo chetu, cha kwanza ni ushauri. Atapewa ushauri ambao utamwezesha, mimi kwa ufaulu wangu huu, kwa ufaulu huu utaniwezesha kusoma programu hii. Na kwa nini nisome programu hii? Ni kutokana na soko. Kama tulivyosema, programu zetu tumeziunda kwa namna ambavyo tunaangalia soko linakwendaje. Kwa hiyo wazazi, walezi pamoja na vijana ambao wamehitimu, karibuni Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kwa ushauri, lakini pia na kufanya maombi. Kufanya maombi sisi ni rahisi sana. Moja, unaweza ukafanya maombi kupitia mtandao ambao tumerahisisha sana. Kama nilivyokuambia, kupitia RUCU Rafiki, uliza pale. Unaweza ukatupigia simu, tutakupatia huduma, lakini pia unaweza ukatembelea tovuti yetu ya www.rucu.ac.tz. Kule utaanza kupata huduma ya moja kwa moja kupitia RUCU Rafiki, lakini mwisho wa siku utajikuta umefika katika mfumo wa maombi ambao ni oas.rucu.ac.tz. Na habari njema ni kwamba taasisi yetu, kwa kutambua kwamba tunahitaji kuwapa nafasi na fursa wanafunzi ambao wamekidhi vigezo,
Maombi ni bure kabisa. Maombi ni bure kabisa. Na ushauri? Ushauri ni bure kabisa. Na ushauri wao anaweza akaupata kidigitali au akaupata kutupigia simu. Kama tulivyosema, ukiingia kwenye tovuti yetu utakutana na Ruku Rafiki. Ruku Rafiki hakudai chochote. Ruku Rafiki kazi yake ni kumuuliza, je, mimi kwa ufaulu nasoma nini? Nifanye nini? Kwa hakuna gharama. Badala yake tumejipanga kuhakikisha kwamba Watanzania wote tunapoelekea hasa kada hii ambayo imehitimu kidato cha 4 na kidato cha 6, tunapoelekea kwenye kuiandaa rasilimali watu ambao imeelimika kwenye dira ya taifa 2050, Ruaha Catholic University ni mojawapo ya taasisi ambayo iko tayari kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata elimu iliyo bora kuanzia certificate, diploma, degree, masters na PhD. Na hapa ndio nyumbani ambapo tunasema elimu ni chanzo cha maisha. Mtazamaji, sisi tukushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi. Naamini kwamba elimu ni chanzo cha maisha ni moja kati ya moto wa chuo hichi cha Ruaha Catholic University ama Ruku, kuhakikisha kuwa unatumia kauli mbiu hiyo kwenda kusonga mbele, lakini kwamba unaambiwa usajili ni bure kabisa. Ingia katika tovuti yao na uweze kujisajili huko. Cha msingi tu pia kupitia huko utaweza kupata taarifa mbalimbali kupitia tovuti ama kupitia tovuti hii ya chuo, kuingia sehemu ya Ruku Rafiki, ambapo huko utapata ushauri mbalimbali, lakini pia utapata elimu mbalimbali, yale uliokuwa unajua na yale ambayo sisi hatujauliza unaweza ukauliza huko ukapata kujibiwa. Cha msingi jaza bando kwanza kwenye simu yako, kwa sababu yani gharama kubwa ni kujaza tu bando. Huwezi ukaingia kwenye tovuti yote bila kuwa na kifurushi. Na kifurushi hicho si kwa ajili ya chuo tu kikuu cha Ruku, ni pamoja na matumizi ya kwako, sababu utaweza kuingia hapo ndani ya dakika 2-1 umeshapata yote ambayo umeyapata. Lakini ukitaka kuweza kuwafahamu zaidi na zaidi Ruku, kwamba utaendelea kuingia katika tovuti hiyo. Kwa hivyo kama hujajiunga katika tovuti hiyo, ingia tuweze kujiunga na tovuti hiyo ya chuo cha Ruku ili uweze kuwa mmoja kati ya wanafamilia wa chuo hichi. Tushukuru sana uongozi wa chuo hichi cha Ruku hapa mkoani Iringa, lakini pia wanatekeleza dira 2050 na shabaha ya dira 2050 kuhakikisha kuwa wanaongeza wasomi wengi zaidi, lakini pia wanakwenda na mkakati wa serikali katika uboreshaji wa mitaala ya elimu, lakini pia kutoa elimu bora inayokuwezesha kuweza kujiajiri. Na ndio maana nakwambia wao wanakwenda na sayansi na teknolojia, na ndio maana masomo ya akili unde hapa ni nyumbani kwake. Si tu unatumia akili unde, unaitumiaje? Una elimu ya matumizi ya akili unde? Kama huna elimu inapatikana katika chuo hichi cha Ruku hapa mkoani Iringa. Kwa niaba ya wote, mimi ni Francis Godi. Nikushukuru sana Bwana Mauna kwa elimu hii fupi ambayo umeweza kupatia. Karibu sana, na hata wewe mwenyewe tunakukaribisha kuja kuendeleza elimu. Maana si kwa ajili tu ya vijana wako, si kwa ajili tu ya wadogo zako, hata wewe mwenyewe. Elimu haina mwisho. Hakika kwamba elimu haina mwisho. Asante na uwe na wakati. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana
wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school.